Alisema hayo si kwa kuwahurumia maskini, bali kwa kuwa ni mwizi, naye ndiye aliyeshika mfuko akavichukua vilivyotiwa humo. Basi Yesu alisema, mwache aiweke kwa siku ya maziko yangu, kwa maana maskini mnao siku zote pamoja nanyi, bali mimi hamnami siku zote. Haleluya, haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Habari hii ambayo nimesoma ni ya kipindi ambacho Yesu anaelekea kwenye mateso. Anapokuwa anaelekea kwenye mateso, alikuwa anasogea karibu na Yerusalemu, ambapo sehemu Wayahudi walikuwa wanatafuta kwa ajili ya kumwangamiza, kwa ajili ya kuondoa uhai wake. Na kwa sababu maandiko yashaandikwa lazima Yesu afe kwa ajili ya watu, naye akaenda kusogea na hatimaye akasogea Bethania, ambapo alikuwepo rafiki yake Lazaro. Lazaro ambaye alifariki, alikaa kaburini siku 4, lakini Yesu alikuja akamfufua. Na baada ya kumfufua, Yesu alikuwa pamoja nao katika nyumba yao na Mariamu. Wanaandaa karamu, wanakula kwa pamoja katika ile karamu. Haleluya, haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Ndipo Biblia inatuambia wakati wanaendelea kula chakula, Mariamu akatoa perfume, tunasema saizi watu wanasema marashi. Ananielewa mwanangu hapa, anapenda kurusha TikTok. Watu msitembee na vikwapa si namna gani. Kwa hiyo marashi ya bei kubwa Mariamu akatoa, akaminia Yesu miguuni, akaanza kumfuta Yesu ile michuziko ya perfume kwa kutumia nywele zake. Mwanamke, nywele ni samani. Kwa kipindi cha Wayuda, kipindi cha Uyahudi, ina samani sana, lakini akona nywele zake hazina samani, bora afutie nywele zake miguu ya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Ndipo inasemekana Yuda akapata wivu wa ile mali ambayo imetolewa, akasema kwa nini isiuzwe wakapewa maskini? Mali hii inaharibiwa, mali hii inaondolewa hivi pasipo faida. Lakini Biblia inatuambia Yuda alikuwa ni mwizi, alikuwa ni mtunza hazina yule. Kwa alikuwa anapenda kuchomoa ile fedha ambayo inawekwa kwenye mfuko wa hazina. Na kumbuka Yuda hakuwa mkweli kwenye ile fedha kwamba ikauzwe akapewa maskini, bali alikuwa na nia ya kuichukua. Ndio maana mnapokumbuka wakati anamuuza Yesu, alimuuza kwa vipande 30, sio dinari 300 kama tunauziwa. Kwa ile vipande 30 vya pesa, na ukichukua dinari hizi 300, maana yake ni zaka ya kutoka kwenye dinari, kwa ile dinari 300 na ile zile senti 3 ni fungu la 10 kutoka kwenye hiyo. Kwa hiyo vitu ambavyo vinashabihiana, vinafanana. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Kwa jambo moja ambalo tunajifunza hapa katika kifungu hiki ni kwamba watu wa Mungu watakumbana na matatizo mengi, kama vile Mariamu alivyokumbana na tatizo hili la kusema kwa nini hii mali isiuzwe wakapewa maskini. Ndivyo ilivyo hata kwa watu wa Mungu leo. Wanasema kwa nini asingejenga nyumba yake pale, anapeleka hapa? Kwa nini asingefanya hivi, anapeleka hapa? Hivyo ni vikwazo vya watu. Ni watu hawapendi. Kila mtu amejitoa kanisa anasema angalia naye ambaye kununua hata gari anajitoa kwenye kanisa. Hilo gari tatala mbinguni. Wewe Yuda, hilo gari tatala mbinguni. Watu wanajitoa hapo, wanaanza kuwasema sema. Acha. Huo ni wizi. Una nia nyingine. Haleluya, haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo Yuda akasema viuzo wapewe maskini. Yesu anasema jamani, maskini mnao siku zote, ila mimi hamtakuwa nami siku zote. Hata leo nimesema maskini tupo, tutasafa hatutoboi, lakini tutakuwa tunakula, tunavaa, tunanenepa, tunaduza bure jiani. Wanasema hao jamani, wewe mtumishi wa Mungu, kumbe ni maskini. Biblia inatufundisha. Asante sana Mungu. Haleluya.
Haleluya. Kwa usikate tamaa, fanya kazi. Kama utatoboa, Mungu yupo. Kama utoboi, sema asante Mungu. Ili bado umenipa uhai na uzima ninao jamani. Wewe ukate tamaa. Umesoma mpaka chuo kikuu tafuta kazi, hakuna kazi. Unaanza ukata tamaa, mimi kwa nini nimesoma na kazi sipati? Nafanyaje? Mtazame Mungu ana makusudi na wewe. Amen. Anaweza akakupa kazi ukafa mapema. Amen. Ndio maana Mungu amenyamaza. Wakati wa Bwana ukifika utapata kazi. Haleluya! Haleluya! Hivyo usikate tamaa, usijikatie tamaa, pambana. Endelea kumsogelea Mungu, yuko tayari kukusaidia. Lakini usichukue njia ya mkato. Usichukue njia ambayo itamuudhi Mungu. Maana wengine tunaambiwa hata kwenye kuomba kazi, inapofika wakati wa interview, wengine wanaamua kutoa mili yao ili apate kazi. Anatoa mwili wake kwa uzinzi, alafu kazi hapati. Amemkosea Mungu, amemkosea mwanadamu, ameukosea na mwili wake ambao ni kao la Mungu. Haleluya. Haleluya. Simama kwenye imani, mtazame Mungu yuko kwa ajili yako.